mwitu, endeni kuwa wasikivu, endeni kuwa wanyenyekevu, endeni kuwa na heshima, endeni kuwa na adabu na utii kwa kila mmoja, hasa yule ambaye wewe unajua uko chini yake. Waswahili wanasema elimu haina nini? Haina mwisho. Unapomaliza sehemu moja unafungulia mlango sehemu nyingine. Kwa hiyo mbele yenu bado kuna mengi sana mnayopaswa kusoma. Mengi kweli kweli. Mengi kweli kweli. Wengine mtaenda skulu, wengine mtaenda vyuo katika fani mbalimbali. Yote hiyo ni elimu. Sio mpaka yote mwenda skulu. Mnaweza kwenda lakini sio lazima. Mnaweza kwenda pia sehemu nyingine. Cha msingi upate nini? Elimu itakayokufaa katika nini? Katika maisha yako. Kwa hiyo mkamate sana elimu. Maandiko matakatifu ndivyo yanavyotuambia, mkamate sana elimu, usimwachie, mshike. Usimwachie aende wapi? Aende zake. Kamate sana elimu. Soma. Soma kabisa. Soma kabisa. Uweze kuwa na ujuzi wa mambo mbalimbali. Na mnapoenda hata huko nyumbani baadaye mkimaliza, na nyinyi wazazi wawekeni katika fani nyingine ndogo ndogo, fani ndogo ndogo, hasa kwa kujifunza vitu vingine vidogo vidogo, ushonaji, nini na kadhalika. Wasaidie, wasaidieni wazazi wenu katika zile shughuli wanazofanya. Sio hivyo? Sio kwa sababu bwana mimi nimemaliza kidato cha 4, sasa mimi baba, mama siwezi kwenda kuuza gengeni, hizo ni kazi zako. Hakuna. Hapa gengeni ndo kwa unapata karo, sio hivyo? Kwa hiyo msaidie mzazi katika zile shughuli ambazo ni halali amekuwa akizifanya kwa ajili ya kupatia school fees na mambo mengine ya namna hiyo. Jifunzeni kufanya kazi. Sawa jamani, jifunzeni kufanya kazi. Na nyie mnaoendelea kukaa hapa, mjifunze kufanya kazi. Pamoja na kazi yenu kubwa kama ni masomo, lakini zipo kazi nyingine ndogo ndogo ambazo mnaweza kuwa mnazifanya katika mazingira. Na nyie walimu mwafundishe kufanya kazi ndogo ndogo. Tunaona shule nyingine siku hizi watoto wanalelewa katika namna fulani ambayo kwa macho inaweza kuonekana ni nzuri, lakini katika uhalisia ni kuharibu watoto. Unasikia shule nyingine zinatangaza nafasi za masomo, wanatangaza sifa za shule zao. Shule yetu, watoto wetu hawalimi, watoto wetu hawakati nyasi, watoto wetu hawafui nguo zao, watoto wetu wanakula tu basi, watoto wetu wanaogeshwa, watoto wetu sijui nini, taka tu. Halafu nafikia tu mzazi na wewe unafurahia upeleke mtoto wako huko. Mtoto umemharibu. Mtoto umemharibu. Sisi tuliosoma seminari, sisi hapa na wengine kama kuna mtu aliyesoma seminari anajua, hasa Ruby ya seminari nayofahamu mimi. Kule tulifundishwa kila aina ya kazi. Leo kina mama mnamenyaga ndizi. Mimi wakileta ndizi hapa tukajipanga hapa. Wakatuwekea ndizi 10 kila moja. Jifunza fani mbali na kufanya kazi. Basi ndugu zangu wapendwa, hayo myazingatie. Mnaposoma mwe na malengo. Some tu mwe na malengo, kama baadaye kishindo huko naweza kufanya hata hiki na hiki na hiki, basi yote hayo yatanitoa. Basi muendelee kuwa vijana wa chapakazi, wakakamavu, wasio na tamaa. Sio mtakatifu Injili tunasikia Bwana Yesu Kristo anaendelea kuwatuma mitume na kuwakataza baadhi ya vitu. Anambia msichukue mfuko wala mkoba wala viatu wala msimamkie mtu njiani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo maisha yanahitaji kuwa na adabu na discipline. Sio kila kitu unachukua, sio kila kitu unapokea, sio kila kitu unapeleka na kadhalika. Kwa hiyo Yesu na mwenyewe anakataza mitume kwamba sio kila kitu mwenacho. Hivyo basi na nyinyi kuna vitu mnapaswa kuwa navyo, lakini pia kuna vitu sio lazima muwe navyo. Na usipokuwa navyo sio kosa kwa Mungu na wala sio shida. Kama vijana mnaomaliza sasa hivi, kishawishi kikubwa ni kuwa na nini? Kuwa na nini? Kuwa na nini? Simu.
Tena sio simu tu, simu kubwa yenye kamera 8 ambayo hata wazazi wako hawajawahi kuota kuwa nayo, wewe unataka uwe nayo. Na wewe mzazi ukikuta mtoto wako ana simu kubwa namna hiyo, unashangilia, mwanangu una simu kubwa. Umeitoa wapi? Ongea, hebu na mimi nipige. Hebu nipigemo. Muulize kaitoa wapi? Of course vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo haya mambo ni mazuri, lakini pia ni vizuri kujua tunavipataje na vinatusaidiaje. Mitandao ni mizuri, maana tumepata pia mtakatifu ambaye ametokana na kijana mdogo ambaye pia alikuwa anajihusisha na mambo ya mitandao, Mtakatifu Carlo Acutis. Kwa hiyo mitandao ni mizuri ikitumika vizuri, lakini mitandao hiyo inaweza kuwa mibaya isipo angaliwa kwa makini. Kwa hiyo wazazi, msiwapatie kila kitu watoto wenu. Naona Kristo aliwakataza mitume, msichukue, alikataza msifanye hivyo, msifanye hivyo. Sasa kama Kristo anatukataza, sembuze sisi hapa. Kwa hiyo wazazi, hilo mlizingatie. Sio kila kitu anachokitamani mtoto wako ufanye nini? Umpe. Sio lazima. Na nyewe walimu vile vile. Pengine watoto wangetamani, nyewe mngetamani kula nini kila siku? Nyewe wanafunzi mngetamani kula nini? Wali. Uongo wa ugali wa sangapi nyinyi? Mngetamani kula pengine wali. Sio wali tu, wali nyama, sio nyama tu, wali kuku. Lakini jamani, hiyo inawezekana? Inawezekana hata huko nyumbani, inawezekana eti wazazi tunakula hivyo kila siku? Inawezekana. Tungetamani hivyo, kila mtu anatamani maisha mazuri, lakini sio kila kitu kizuri lazima ufanye nini? Uwe nacho. Sio haya tunasema ekitaiguta kiba. Sawa jamani kwa hiyo wapimie kama Kristo alivyowapimia mitume wake akiwakataza wasichukue kila kitu, na nyie mwapimie. Vaji. Lakini unajiuliza, mtoto ametoka kwenye familia, kutoka kwa baba na mama. Na mama wameona akitoka ndani ya nyumba akitembea akipita sio nenda kusali sio nenda wapi? Amevaa hivi. Kwa hiyo tusiwatie vishawishini watoto wetu. Nyie sasa hiyo ni kwenu wazazi. Watoto wako hakikisha wanavaa vizuri, na hizo nguo uzimonite. Jue mtoto wangu anavaa hivi, anavaa nguo ile ambayo nilinunua mimi au baba yake au mama yake au shangazi au dada wote. Unajua nguo fulani imetoka wapi? Sio kwamba unaona kabisa kanavaa kila nguo tu kanageuza kila siku. Huyo mama anasema afadhali walau pia naye mnunulia amepunguzia matumizi. Nani naye mnunulia ambaye amepunguzia matumizi? Usijue wewe mtoto kama ni binti, nguo hii gauni umetoa wapi? Mbona sijui? Mbona babaka hajui? Sawa jamani, waheshimiwa mama wazazi. Kwa hiyo hata katika kuvaa mavazi ine limited way, sio kila namna. Katika kumiliki vitu kama nilivyosema hayo masimu na nini, sio lazima mtoto awe na simu baada ya kumaliza. Unaona shule nyingine mtoto akimaliza wazazi wanaletea mtoto masimu makubwa na nini. Sawa, lakini mjue yanayofuata hapo inawezekana sio mazuri, kwa sababu mtoto huyu anakuwa na hamu ya kutumia vitu fulani ambavyo amevimisi kwa muda mrefu, na sasa anajikuta anavyokuja kuyatumia yanakuwa sio kwa busara. Msiwe na hofu. Nyie kidato cha 4, msiwe na nini? Msiwe na nini? Wanafunzi wengine mnabaki, msiwe na nini? Tulivyo mko wapi? Hongereni sana. Makofi kwenu. Msiwe na hofu na nyie wadogo, sawa kwamba sijui tutasoma hapa, sijui itakuwaje. Mtasoma na nyinyi mtamaliza kidato cha ngapi? Cha 4. Na wazazi tusiwe na hofu kwamba watoto wangu sijui watasoma kadiri ya Mungu anakujalia. Kuna wanaosoma shule pengine kama hizi, kuna wengine watasoma shule za kawaida. Cha msingi wote wasome, pate elimu, basi Mwenyezi Mungu anajua atakavyo kuongoza na kuwapatia maisha mazuri. Kwa hiyo msiogope na wala msiogopeshwe. Dunia sasa hivi imejaa mambo mengi ya hofu, na watu wanaogopeshwa na vitisho, na basi watu wanachukua pia nafasi hiyo, fursa hiyo kuogopesha watu. Tunaona mambo ya
mapepo yanavyozungumziwa na kupewa nafasi kubwa. Tunaona mambo ya sijui laana, tunaona mambo ya mikosi. Hakuna mtu mwenye mkosi hapa. Hakuna mtu mwenye nini? Mwenye mkosi hayupo hapa. Mkosi gani? Unaweza kufanya unasema na mkosi na mkosi gani wewe? Hakuna mtu mwenye laana hapa. Unajua je, familia yenu ililaaniwa? Toka wapo. Ililaaniwa na nani? Kuna mtu alilaaniwa. Shule yenu ina mikosi, shule yenu hakuna. Mtu yote asikuogopeshe, sawa eh? Simama imara. Na nyie wazazi huko pia tuendelee kusimama imara, tusiogope, tusiteteleke, tusiumbe. Mambo yanawezekana na mambo yatakuwa mazuri. Tuendelee na misa, kipindi nafikiri cha nyimbo, sadaka na matoleo na kadhalika. Sio kama kwa mnaandaa maombi. Basi kama tunaandaa maombi. Ombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Wengine tusimame. Nadhani kinanda kichezwe kwa sauti ya chini ili tusikie maneno. Tunamshukuru Mungu kwa afya njema tunapofanya sherehe ya kuhitimu siku ya leo. E Bwana, tunayokutolea uturumie Bwana, uyapokee. Tunamshukuru Mungu kwa matokeo mazuri ya kidato cha pili na cha nne kwa mwaka jana. Tunazidi kusema asante Mungu. Asante Mungu Roho Mtakatifu, na kwa maombezi ya mwenye heri Adolf Koropingi. E Bwana, Bwana Mungu tunayokutolea uturumie Bwana, uyapokee. Tunaiombea nchi yetu inapoelekea uchaguzi mkuu, uwe wa amani na utulivu. E Bwana, tunayokutolea uturumie Bwana, uyapokee. Tunaiombea jumuiya yetu ya Koropingi Tanzania chini ya mkurugenzi mkuu utenda yaliyo mema na kwa kuongoza na Roho Mtakatifu, ili mwenye heri Adolf Koropingi atukuzwe na kuhimidiwa kwa kujitegemea katika kufanya kazi, hasa kwa vijana. E Bwana, tunayokutolea uturumie Bwana, uyapokee. Tunamwombea mkuu wetu wa shule na waandamizi wake waendelee kutulea vyema ili tuweze kufikia malengo yetu kwa kuimarisha mahusiano mazuri ya wazazi na walezi. E Bwana, tunamwombea mwanzilishi
mtumishi wetu marehemu Monsignor David Kamugisha. Mwenyezi Mungu ampokee mbinguni kwa furaha kwa kile alichokifanya kiwe ni ufungo wake mbinguni. E Bwana, makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wote, usikiliza sala za kanisa lako, utujalie ile tunayoomba kwa imani tuyapate kweli. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi tuketi tuendelee na sadaka na matoleo.
yetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Wimbo wa sadaka. Asante. Kitendo la kufana kuleta wokovu, tukushukuru daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa maana ulipenda kuwaweka mitume wawe misingi ya kanisa lako, ili lidumu daima kwa ishara ya utakatifu. Easy.
na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani.